Inachekesha sana. Yaani mtu katoka zake Morogoro si wapi huko sijui. Leo amekuja mjini juzi, imagine juzi. Alafu anaanza kuwa instruct viongozi wa Simba eti cha kufanya. Eti nawapa viongozi wa Simba sijui siku 10 na ngapi wafanye kitu fulani. Yaani ndio maana nilikuwa nacheka. Hivi wewe, yani wewe una mandate, yani viongozi wa Simba wakusikilize wewe kama nani? Yani wewe ni nani? Yani wewe ni shabiki. Yani sijui hata ni bora hata shabiki naona kama ana cheo. Yani ni mtu ambaye mimi nachukulia kama ni mpiga debe wa media. Imagine manager, yani manager kwake ni terminology ambayo ndo anaifikiria manager. Si manager manake manager atakuwa kazi yake sijui imagine walomleta wanajua. Manager mbona ni jambo rahisi tu. Manager yani manake sio kila manager, yani sio kila kocha ni manager. Ila kila manager ni kocha. Manake manager anakuwa anafanya kazi kubwa zaidi kuliko kocha. Manake kocha anahusika na mambo ya tactical aspects, kufundisha, lakini kuna vitu vya kimanagement ndani ya timu anakuwa havifanyi. Lakini manager anavifanya pamoja na kufanya yale majukumu ya kimbinu yote. Kwa hiyo mimi nawapa salamu hao ambao wanasema sijui kocha hana ithibati, sijui wanawakomandi viongozi wa Simba. Umeelewa? Wewe unamkomandi kiongozi wa Simba, unategemea ule kwa mgongo wa mwanaume mwenzio. Unamkomandi kiongozi wa Simba. Kiongozi wa Simba unamkomandi wakati ana uwezo wa kukulisha wewe na uko wako. Unamkomandi eti nakupa siku 14 nakupa, unampa siku 14, unampa siku 14 wewe kama nani? Yaani wewe kama nani unampa kiongozi wa Simba siku 14? Au viongozi wengine wote wa timu ndogo wanatamani kuwa kama viongozi wa Simba. Unajua makocha wazuri wanatakuwa, unajua watu wanasema hana kwenye ile issue ya kusajiliwa kwake wanasema hana nini? Hana ithibati sijui. Una mtu nimesikia anasema sijui hana ithibati sijui nini. Sasa ndio nikashangaa kwa sababu hawajui wanachokieleza. Unajua hawajui kwa sababu UEFA ni prestigious license. Yaani ni miongoni mwa high level education kwenye ukocha. Ila tu sisi Afrika tuna vigezo vyetu ambavyo vimewekwa chini ya CAF. Yaani unaweza ukawa umekuja na hiyo leseni lakini still CAF wakaona kwamba unabidi uwe na kigezo kingine hiki. Sio kwamba hana elimu, no, elimu anayo. Sio, umeelewa? Lakini kuna ile tu kwamba kuna vitu yani sisi yani CAF wanaviweka kwa ajili ya kumfanya kocha yani kuonekana kwamba ametimiza vigezo. Lakini elimu ya kufundisha mpira na watu wakaelewa yuko nayo. Na wamekuja makocha tungu mzima wana hiyo UEFA Pro hapa na wametimuliwa, si unaelewa? Kwa hiyo tu inakuonyesha kwamba issue ni ile, je, kocha anakuja na kitu gani? Maana kuna vitu vingine unajua huku kuna vitu vya ajabu sana. Ndio kuna mtu kwa watu ukipitia huko, kwa mfano kuna mtu eti anasemaje Dula? Mbona kama unacheka sana? Kinachekesha. Inachekesha sana. Yaani mtu katoka zake Morogoro si wapi huko sijui. Leo amekuja mjini juzi, imagine juzi. Alafu anaanza kuwa instruct viongozi wa Simba eti cha kufanya. Eti nawapa viongozi wa Simba sijui siku 10 na ngapi wafanye kitu fulani. Yaani ndio maana nilikuwa nacheka. Hivi wewe, yani wewe una mandate, yani viongozi wa Simba wakusikilize wewe kama nani? Yani wewe ni nani? Yani wewe ni shabiki. Yani sijui hata ni bora hata shabiki naona kama ana cheo. Yani ni mtu ambaye mimi nachukulia kama ni mpiga debe wa media. Anawapa instruction viongozi wa Simba cha kufanya. Hivi hiyo kitu umewahi kuiona wapi? Viongozi wa timu namba 5 bora Afrika wapewe amri na mpiga debe wa mtandaoni. Hivi hiyo kitu wewe umewahi kuona? Ndio maana nilikuwa nacheka. Na watu kama hawa vitu vya kiufundi vinavyohusiana na football ukimuuliza hajui hata kimoja. Sio, hajui hata kimoja. Yeye kazi yake si ndio wao walikuwa wasema sijui kocha hana ithibati, sijui kocha sijui hana elimu, hajasoma ukocha.
Mtu anajua ule Pantev hajasoma ukocha. Sasa hajasoma ukocha, aliweza vipi kucoach Gaborone, ameweza vipi kucoach Victoria United na kuwapa na timu zote za wamezipa ubingwa. Mtu ambaye anazungumza hayo mambo sasa unamtem vipi? Imagine manager tu, yani hajui hata kazi ya manager. Yani manager anajua manager ni muosha jezi sijui. Yani mtu imagine manager haelewi wakati manager anafikiria Pantev pale ataenda kufanya nini. Yani imagine manager, yani manager kwake ni terminology ambayo ndo anaifikiria manager. Si manager manake manager atakuwa kazi yake sijui imagine walomleta wanajua. Manager mbona ni jambo rahisi tu manager, yani manake sio kila manager, yani sio kila kocha ni manager. Ila kila manager ni kocha. Manake manager anakuwa anafanya kazi kubwa zaidi kuliko kocha. Manake kocha anahusika na mambo ya tactical aspects, kufundisha, lakini kuna vitu vya kimanagement ndani ya timu anakuwa havifanyi. Lakini manager anavifanya pamoja na kufanya yale majukumu ya kimbinu yote yako chini yake. Sasa mtu watu walikuwa hawajui. Watu walikuwa na ndio maana mimi siku zote nikijaga kunihoji huwa lazima nitoe elimu fulani kuhusiana na football. Napenda kwa sababu najua Tanzania still bado tuna ule ushabiki wa kizamani. Tunaupenda tu ule mpira. Ila hatujifunzi mpira una function vipi. Na ndio maana mpira kwetu tunauchukulia rahisi. Sasa ingekuwa mpira rahisi hao makocha wangekuwa wapotezi miaka yao kwenda kusoma ukocha kuongeza knowledge. Wanaongeza nini kama mpira ni rahisi? Mtu anakatwa yule mpira unaonekana kwa macho, mpira mchezo wa wazi. Sasa makocha uaga wanaenda darasani kufundishwa nini? Kama mpira ni jambo rahisi tu unaweza ukaangalia kwa macho ukajua hapa kuna hichi kuna hichi kuna hichi, makocha huwa anaenda kufundishwa nini? Sasa si ndio hivyo, maana kuna ma lessons kibao. Mpaka kuna pro license yani ambao ni kubwa mno. Watu wanafundishwa, wanakaa chini wanafundishwa game management sijui jinsi gani period ile muda gani ambao timu inatakiwa iadapt mbinu, implementation, transition, sijui nini. Mtu akikaa basi hapo anabeza tu. Sasa mtu kama Kwa hiyo mimi nawapa salamu ambao wanasema sijui kocha hana ithibati, sijui wanawakomandi viongozi wa Simba. Umeelewa? Wewe unamkomandi kiongozi wa Simba unategemea ule kwa mgongo wa mwanaume mwenzio. Unamkomandi kiongozi wa Simba. Kiongozi wa Simba unamkomandi wakati ana uwezo wa kukulisha wewe na uko wako. Unamkomandi eti nakupa siku 14 nakupa, unampa siku 14, unampa siku 14 wewe kama nani? Yaani wewe kama nani unampa kiongozi wa Simba siku 14? Hao viongozi wengine wote wa timu ndogo wanatamani kuwa kama viongozi wa Simba. Na ndio maana vitu vidogo wanavi overrate. Huyu amefanya hivi, amefanya hivi, huyu afanya hivi, afanya. Kwa sababu ya ile wanataka tu ile kwamba kuonekane wao ni viongozi wakubwa kama wa Simba. Alafu anatokea mtu mmoja atakwambia eti nakupa siku 10 na ngapi, sio siku 10. Unawakomandi viongozi wa Simba. Yani kitu kwanza nilivyokuwa nacheka sio kwamba eti nimecheka kwamba nafurahi. Namuona ni mtu fulani ambaye hajielewi. Sio hajielewi. Katika viongozi ambao wamekuja kudirect, wamekuja kubadilisha maono ya kimpira kwenye nchi ni viongozi wa Simba. Zamani tulikuwa tunaona kufika kwenye hatua ya makundi, kufika robo finali kwenye michuano kama ya Champions League. Tulikuwa tunaona ni impossible. Yaani tulikuwa tunaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila si ndo Simba wamebeba maono, wamekuja wameipeleka. Unaelewa? Simba hao wanawaza sasa hivi jinsi gani ya kuweza kuangalia namna ya kuqualify kucheza FIFA Club World Cup. Leo hii anatokea mtu eti anawapa siku sijui 10 na ngapi, sijui wafanye nini, sijui ana direct cha kufanya. Tuache huko yani sijui nitumie neno gani ila shit. Ndio tumalizie kwenye hili. Kocha Fadlu alikuwa na first 11 yake ambayo alikuwa anaitumia mara nyingi kwenye michezo ambayo pengine ni mikubwa ambayo inahitaji matokeo. Lakini Pantev yuko hapa pia na yeye. Pengine tutegemee kuona na yeye anakuja na kikosi chake ambacho kitakuwa na mabadiliko makubwa tofauti na kile ambacho alikuwa anakitumia Fadlu, hasa kwa wachezaji wageni ambao wamesajiliwa Simba Sports. Of course ni mapema kuanza kuwaza hivyo, lakini mabadiliko sio lazima yawepo kwa wachezaji fulani kutocheza kwa kocha fulani.
sio lazima iwe hivyo. Mabadiliko yanaweza akawa wachezaji wale wale ambaye pengine unakuta hamjamtegemea kabisa, lakini alikuwa hapewi sana nafasi. Mfano kama Yanga namzungumzia Andambwile, ni mchezaji ambaye alikuwa hapati sana nafasi ya kuanza, lakini amekuja Romain anampa nafasi na anaweza kufunga na amekuwa na kiwango kizuri. Tutegemee hilo pia kwa Pantev. Yeah, of course swali lako nilikuwa nimelielewa, lakini kwa Andambwile kidogo ni case tofauti, kwa sababu kipindi alikuwa hapati nafasi kulikuwa kuna Khalid Aucho. Khalid Aucho alivyoondoka akasajiliwa replacement yake kwa wachezaji wa kigeni ambaye ndio Bala Musa Conte. Alafu ndo Andambwile akapambana mpaka sasa tunavyozungumza yeye ameweza kucement ile nafasi yake pale. Sawa. Sasa hiyo inaonyesha kwamba kumbe Romain Folz ni kocha mzuri sana. Kitendo tu cha kumwamini Azizi Andambwile na ana perform. Unajua usianze kumbeza kocha alafu ukashindwa kuangalia jinsi kitu ambacho kocha amekiongeza. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanadharauliwa au hawapewi nafasi, ukitaja first 11 ukitauliza mashabiki hata 100 wa Yanga first 11 yao wanaweza wasimweke Andambwile. Ila amekuja Romain Folz, amemuona huyu Andambwile kama ni mchezaji muhimu. Basi ameamua kuminject kwenye kikosi na anaonyesha. Maana yake kocha huyu anaonekana anajua. Sio, umeelewa? Ana mbinu na anajua kuwabadilisha wachezaji, kuwa motivate waweze kuperform. Kwa hiyo sasa sioni kosa lake mimi. Kwa hiyo swali lako umeniuliza ni safi sana na ulivyotolea huo mfano. Kwa hiyo nampongeza Romain Folz. Kuhusiana na issue ya Simba sasa, Pantev na kikosi. Of course kuna wachezaji ambao maybe anaweza akaja akawa introduce, lakini mimi kwa upande wangu naamini zaidi Simba sio issue ya wachezaji wanaoanza, kwa sababu naamini wale wanaoanza ndio the best, kwa sababu kocha anavokuja mpya lazima aendelee kutumia wale wachezaji ambao wapo kwenye form yao pamoja na wale ambao wanaweza kuifanya timu iendelee kubaki stable. Anaweza akawatumia wachache ambao walikuwa hawatumiki chini ya kocha aliyopita kwa sababu ya kuboost ile morali yao, lakini kimbinu akatumia wengi ambao walikuwa wanatumika, ila vitu vya kimbinu ndio vikabadilika. Playing style, formations zile, umeelewa, pamoja na aina ya kucheza, playing style ile na vitu kama hivyo anaweza akavibadilisha huku akiendelea kuamini wachezaji wale wale. Maybe uniulize labda kuna maingizo mengine mapya ambao anaweza akayademand, naweza akakwambia yes, kwa maana anaweza akajaribu kudemand maingizo mengine mapya, wachezaji wa aina fulani ambao labda kwenye kikosi hawapo, yeye akaamua kuwaongeza kwenye kikosi. Hapo naweza nikasema ndio.